Kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe na kulike. Simulizi yetu inaanza na msichana anayeitwa Jean. Akiwa na umri wa miaka 7 tu, analazimika kuanza kulea mtoto mdogo. Cha kusikitisha ni kwamba mtoto huyo hana hata undugu naye. Ni mtoto wa majirani zao. Kijana huyo ana muonekano mbaya sana, na kila Jean anapomuona anamfanyia mzaha na kusema anafanana na kitu kinachoitwa Tofi. Hivyo anaamua kumpa jina la Tofa. Pamoja na hayo yote, Jean anaendelea kumtunza kwa sababu mama wa mtoto huyo hapatikani mara kwa mara na hamjali, kwani muda mwingi yuko bize. Siku zinavyozidi kwenda, wote wawili wanakuwa pamoja. Kutokana na jinsi anavyomjali, Jean anakuwa kila kitu katika maisha ya Tofa. Yeye ndiye anayemfundisha kila kitu, anachukua hela yake ya matumizi na kumnunulia chochote anachotaka. Kumbukumbu hizi zote zinajichora vilivyo akilini mwa Tofa na hawezi kuzisahau kamwe. Siku moja, Tofa anamwendea Jean huku akilia na kumwambia kuwa anasafiri kwenda nchini Thailand na mama yake. Anaamua kumwachia zawadi. Ni moja ya meno yake ya utotoni, kwani anatambua kuwa Jean ndiye mtu pekee aliye naye. Jean naye anampa kifaa chake cha kusikilizia muziki na kumwambia, chukua hii kama kumbukumbu ili utakaponi-miss uweze kusikiliza muziki kutoka hapa. Muda unapita na baada ya kipindi kirefu, Tofa anarejea kutoka Thailand, lakini amebadilika kabisa, yaani degree 180. Amekuwa kijana mtanashati na mwenye mvuto kwa kila namna. Ni maarufu na kila msichana anatamani hata azungumze naye. Kitu cha kwanza anachofikiria anaporudi ni kumpigia simu Jean. Tofa amekuwa mwimbaji maarufu sana na hata amebadilisha jina lake na kujiita Arlen. Kwa upande mwingine, Jean naye amebadilika. Anafanya kazi kwenye kampuni kubwa na anafanikiwa sana katika kazi yake. Akiwa amekaa kazini, anapigiwa simu na mama yake akimwambia kuwa Tofa amerudi kutoka Thailand na kwamba anakwenda kuishi naye. Jean anakasirika kupita kiasi na kumsimulia rafiki yake jambo hilo. Rafiki yake anamwambia, mpenzi wako anaweza kukuacha akimwona huyo jamaa anaishi kwako. Jean anashawishika na maneno ya rafiki yake na kuanza kuogopa Tofa kuja kuishi naye. Anampigia mama yake, anachukua namba ya Tofa na kumpigia simu. Bado anamkumbuka Tofa kama yule kijana mbaya wa zamani. Anamwambia kuwa hataki kuona uso wake tena na pia hakubali yeye kuishi naye kwa sababu yuko kwenye mahusiano na anaogopa mpenzi wake atakasirika akimkuta hapo. Jean anamkatia simu ghafla kwa sababu mpenzi wake anaingia. Mpenzi wake anaanza kuzungumza naye na kumwambia kuwa anataka wakutane usiku huo kwa sababu ana jambo muhimu la kumwambia. Baadaye, Jean anakutana na rafiki zake ambao wanamwambia walimuona mpenzi wake akinunua mkufu wa kuchumbia. Jean anasema, bila shaka ndiyo maana ameniomba tukutane usiku wa leo. Lazima anapanga kunivika pete. Kiukweli, niseme ndio au hapana? Mnajua tabia yangu. Usiku huo, anaenda kukutana naye kwenye mgahawa. Mshtuko unakuja hapa, ndugu mtazamaji. Kabla hata Jean hajasema lolote, mpenzi wake anamwambia kuwa wanatakiwa waachane. Jean anashtushwa na kile anachokisikia na anamshika mpenzi wake akimsihi wasiachane, lakini jamaa anamuacha na kuondoka. Jean anabaki amekaa pale kwa utulivu. Anaagiza chakula na kula kama kawaida, akisema kuwa hilo halimuumizi kwa sababu ashazoea hali hiyo. Anaanza kukumbuka mahusiano yake ya nyuma. Mpenzi wake wa kwanza alimuacha akiwa shule ya upili na kuanza mahusiano na rafiki yake. Anakimbia kumfuata ili kumwomba msamaha. Baada ya mahojiano, Arlen anaenda kwenye nyumba ya zamani ya Jean na kukumbuka kumbukumbu zao za utotoni, ikiwemo wakati Jean alipompa kile kifaa cha muziki kabla ya kusafiri ili amkumbuke daima. Simu ya Jean inaita. Ni mtoto mdogo anampigia. Jean anazungumza naye na kumwelezea jinsi asivyo na bahati. Anashangaa kumkuta Arlen mwenyewe akiingia kwenye mgahawa uliopo karibu na nyumbani kwake. Jean anamuuliza kama yeye ni mwenyeji wa eneo hilo. Anamwambia jinsi anavyomhusudu na kusema, kwa ukweli, inaonekana unanitaka, maana umenifuata tangu kwenye tamasha hadi huku. Jean anaondoka akielekea nyumbani huku ameshika kikombe cha limau. Siku iliyofuata anagundua kuwa mpenzi wake ameacha kazi kwenye kampuni ile ile anayofanya kazi. Jean anamfuata na kumwambia, kuachana kwetu ni jambo moja na kufanya kazi pamoja ni jambo lingine. Jamaa anamwambia kuwa hawezi kuvumilia kumwona mbele yake, akisema hayo kwa hisia kali sana. Jean anamwamini kwa ujinga, lakini ghafla anamkuta Kiss akija nyumbani kwa jamaa huyo akiwa amevaa ule mkufu. Jean anapandwa na kichaa na kupoteza udhibiti kabisa. Anaukata ule mkufu, anampiga kofi Kiss na wanaanza kupigana. Mpenzi wake anafika ili kumchukua Kiss, lakini anapigwa na butwaa kumkuta anapigana na Jean.
Jin anadhani gari lililopo nje ni la Kiss, hivyo anaamua kulivunja na kuliharibu. Jamaa anajaribu kumwelezea kuwa gari lile ni lake na anajaribu kumzuia, lakini inakuwa tayari kumeshachelewa. Gari limeshaharibika. Katikati ya vurugu hizo, wote wawili wanaangukiana na macho yao kukutana. Arlene anamwambia, kwa taarifa yako nitakushtaki polisi. Jin anamjibu, hata mimi nimeumia. Angalia, tumelingana. Arlene anachukua funguo za gari la Jin kama fidia ya kutopiga simu polisi. Jin anamuuliza atamfanya nini. Arlene anamletea dawa kwa ajili ya mikono yake, lakini anamlazimisha ailipie kama adhabu, akimwambia kuwa tangu utotoni alifundishwa kuwa mtu akifanya kosa lazima aadhibiwe. Anamaanisha kuwa anamwadhibu Jin, lakini Jin haelewi na anasema kuwa huyo aliyemfundisha hivyo ni mjinga sana, bila kujua anajitukana mwenyewe. Baadaye Jin anastushwa na Arlene, yule star mkubwa, kumwomba waende wote hotelini. Jin anawaza, kwa nini hiki? Unanitaka? Anaanza kurembua na kujifanya mrembo mbele yake, lakini Arlene anamwambia anataka tu ampeleke hotelini kwa sababu gari lake limeharibika, kisha aondoke. Jin anajihisi mwenye aibu kwa kujistukia. Akifika nyumbani, anaziangalia pete zote zilizoachwa na wapenzi wake wa zamani na kujiambia, inatosha sasa, nimechoka kuumizwa moyo. Kisha Topher anampigia simu. Jin anamjibu kwa ukali kuwa hataki kumuona, kwamba alikuwa rafiki mbaya na hataki kumjua tena, lakini Topher anaendelea kupiga. Kutokana na maneno yake, Topher anagundua kuwa Jin hayupo nyumbani, hivyo anaenda huko na kuingia ndani kwa sababu anajua password aliyoikariri mwanzo. Topher ampigia simu na kumwomba jambo moja la mwisho, aelezea bustani waliokuwa wakicheza wakiwa watoto. Jin anaelezea bustani hiyo, kisha anaenda huko mwenyewe ili kumwambia asimpigie simu tena. Akifika, anapigwa na butwaa kumkuta Arlene mwenyewe bustanini. Anamuuliza kama kuna kijana mmoja mbaya alikuwa hapo muda mfupi uliopita. Arlene anasema hapana, hajaona mtu. Ghafla, Arlene anamshika mkono Jin na kumlisha kwa mkono wake mwenyewe. Jin anashangaa kupita kiasi. Arlene anafanya hivi kwa sababu anakumbuka kuwa walipokuwa watoto, Jin alikuwa akimlisha kwenye bustani hiyo hiyo. Baadaye, Arlene anampigia Jin kwa namba ngeni na kumwombaje kuliona gari, akisema bado halijatengemaa vizuri hata baada ya kutengenezwa. Jin anabaki ameduaa, huku maswali mengi yakimzunguka kichwani mwake. Je, Arlene na Topher ni mtu mmoja? Na kwa nini siri hizi zinaanza kufunuka sasa, wakati moyo wake ukiwa umeanza kuvutiwa na star huyo mkubwa? Mapenzi haya ya Jin yataishia wapi? Na je, Topher ataendelea kujificha kwenye kivuli cha Arlene kwa muda gani? Je, Jin atagundua ukweli huu unaoumiza na kusisimua kwa wakati mmoja? Usikubali kupitwa na mwendelezo wa stori hii tamu. Kama upo tayari kwa episode inayofuata, dondosha komenti yako hapo chini ukisema nipo tayari au episode ya pili. Na usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe na kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kuiona itakapopanda.